Chum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewaongoza viongozi mbalimbali na mamia ya wananchi katika maziko ya hayati Charles Martin Hilary, aliyekuwa msemaji mkuu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu. Hii ni Chum TV Online. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salu. Ndugu zangu, kuna fundisho tunalipata hata katika misiba. Fundisho lenyewe ambalo mimi nimelipata ni kwamba tuwe tayari kuwasifu na kuwaambia wafanyakazi wetu wakifanya vyema pale pale wanapofanya vyema. Tusingoje mpaka mtu kashatangulia mbele ya haki leo hapa ndio tunatoa sifa zake. Charles alikuwa ni mfanyakazi mzuri. Sote tunatambua kazi kubwa aliyokuwa anaifanya. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ulikuwa umefika kwa kila mtu kwa sababu ya kazi nzuri aliyokuwa akifanya yeye pamoja na wenzake. Ni mtu wa familia. Na mimi nayathibitisha haya kwa sababu mara zote tulivyokuwa naye, hata kama una stress kiasi gani, utacheka tu. Alikuwa hodari na mtu mcheshi wa kutufanya sote tu relax pamoja na majukumu na kazi nzito. Na kwa ofisi yangu mimi ambayo ina mambo mengi, stress ni kawaida. Lakini mbele ya marehemu Charles tulikuwa tunacheka, tunafurahi. Kwa hivyo wale wote waliosema kabla yangu kwamba marehemu Charles alikuwa ni mtu mcheshi, tunaungana nao. Lakini alikuwa ni mchapa kazi mzuri, kwa sababu kama tulivyosikia ni mtu aliyefanya kazi katika taasisi zote kuu za habari hapa Tanzania, kuanzia Radio Tanzania, Radio 1 na ITV, Azam TV au tuseme Azam Media, hata idhaa za Kiswahili za BBC na kule Ujerumani. Salamu zetu za familia ni kutoa shukrani kutokana na tukio hili kubwa. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kulikabili tukio hili zito kwa msaada wa neema zake. Tunamshukuru yeye, maana yeye ndiye aliyetoa, yeye ndiye aliyetwaa, nasi tunamhimidi na kumshukuru. Familia ya marehemu Charles Martin Hilary, tunatoa shukrani zetu nyingi na za dhati kwa watu wote waliohusika kwa misaada ya hali na mali tangu wakati wa ugonjwa, kifo chake na mpaka kufikia muda huu.